Ni katika hatua nyingine kabisa ambayo Tanzania Taifa Stars inaenda kuelekea ni katika michuano ya AFCON ambayo inafanyika kule Morocco. Iliweza kusali mchezo miwili na ikapoteza mchezo mmoja dhidi ya Nigeria. Ni Faisal Salum ambayo ameweza kutusaidia kufunga goli moja la kusawazisha dhidi ya Tunisia na tukaweza kufika 16 bora, kitu ambacho kimeweza kufanyika kwa mara ya kwanza katika historia nchini Tanzania. Sema wadau wa mpira wataweza kuzungumzia ni kwa namna vipi ambavyo wanaona Taifa Stars inaweza ikafika mbali, au ni kwa namna gani ambavyo Taifa Stars inaweza ikajipanga ili kuelekea katika hatua inayofuatia, ikiwa ni hatua ya nafasi ya ya mashindano ya AFCON ambayo yanafanyika kule nchini Morocco. Mambo vipi? Salama, inakuwaje? Taifa Stars tunaendelea au Taifa Stars tunaishia pale pale? Taifa Stars kuendelea inawezekana, sababu hata ukiangalia kwa na wastani mzuri hata goli kila mechi. Kwa hiyo Morocco wajipange, haitakuwa mechi rahisi, japo wao wana nafasi kubwa sana ya kushinda na kusonga mbele kurejea kwenye kombe la dunia kufanya makubwa. Kwa Taifa Stars kuingilia Morocco inaweza ikawa changamoto kidogo, lakini wajipange kutokana na timu yetu kuwa na ulinzi mzuri, tunashambulia vizuri. Unaona tumepata kila mechi tumepata goli. Kwa nategemea kufanya makubwa sana mechi ya kesho. Morocco ni Taifa Stars ambayo inamtumia Mwamnyeto, mchezaji wa Yanga ambaye ukiangalia kwenye kikosi cha sasa hivi cha Yanga huwa haaminiwi sana, akichezeshwa Ibrahim Baka lakini na Dickson Job, lakini ukiangalia Taifa Stars Miguel Gamondi ameweza kumwamini na kumwanzisha. Unahisi kwamba ni ubunifu ambao ameutumia au unaona kwamba anastahili kabisa kuwepo kwenye ile nafasi? Kutokana na kazi aliyoifanya kila mtu ameona kazi kubwa, kwa hiyo aendelee kuaminiwa. Hata kwa timu yake ya Yanga anaweza kufanya vizuri. Taifa Stars sote tunaona kazi aliyoifanya, amecheza vizuri. Ibrahim Baka, Dickson Job, kwa nini wasianze wao kama ilivyo kwa Yanga? Mipango ya mwalimu anajua. Mwalimu alikaa akaangalia kati ya Jobu na Mwamnyeto acheze, na Mwamnyeto ameaminiwa, amepewa nafasi, amecheza na tumeona nini amefanya. Kwa hiyo sina mashaka. Taifa Stars kutinga 16 bora, unahisi kwamba ni ufundi wa mwalimu au ni mbinu za wachezaji na kujituma kwa wachezaji? Gamondi ameonekana mwenye mbinu, lakini pia kujituma kwa wachezaji ndio itakuwa silaha kubwa sana. Ukiangalia kwamba Gamondi ana mbinu nzuri ni sawa, lakini kwa kocha wa Morocco nadhani ana mbinu, ni kocha mkubwa sana ukilinganisha na Gamondi. Mbinu zinaweza kufanya kazi, lakini kujituma kwa wachezaji utafaa zaidi, lakini pia tuombe na bahati kwa upande wetu. Kama mpira ulivyo, mpira ni bahati, mpira unadunda. Bahati ikiwa kwetu, Morocco tunawatoa. Mchezo wa Taifa Stars dhidi ya Tunisia tuliona kwamba Pascal Msindo ndio mchezaji ambaye aliweza kumiliki vizuri na kucheza vizuri na kosi namba 3 kumzidi Mohamed Hussein. Nahisi kwamba kesho anaweza akaanzishwa yeye, Mohamed Hussein akaanza nje. Kwa kesho nadhani Mohamed Hussein atapata kwa sababu ni beki mwenye uzoefu, amekutana na washambuliaji wengi, amekutana na mawinga wengi machachari, na tunaona hata kwenye mechi ya Tunisia Hussein alianza, lakini mwalimu aliona kwamba Hussein amechoka, ameishiwa nguvu, ndio akaingiza nguvu mpya Pascal Msindo, na bwana mdogo naye alifanya vizuri pia. Lakini kwa mechi ya kesho tunaona Hussein akipata nafasi tena kwa sababu ya uzoefu wake, na mechi tunaweza kucheza tunahitaji watu ambao wana mambo akili. Taifa Stars dhidi ya Morocco tunahitaji kushambulia zaidi, si ndio? Tunahitaji kushambulia zaidi ili kusudi tuweze kufika mbali. Na ukiangalia kwa upande wako Mwalimu Selemani, Bwana Samata anafaa nani? Kati ya Mwalimu Selemani na Bwana Samata nani anafaa zaidi? Mimi naondoka na mwalimu. Naondoka na mwalimu. Kwa nini unaondoka na mwalimu? Mwalimu kwa sababu ana nguvu, ana energy. Anaweza akashambulia, anaweza akasaidia timu ikiwa inashambulia kwa wakati mmoja. Msema ambaye Bwana Samata ambaye anaonekana yeye kidogo mchezaji mzuri, lakini ameonekana
kuishiwa nguvu. Kwa timu tunapokuwa tunashambuliwa, mchango wa wanasamaki unaonekana kuwa mdogo kwa sababu ya ule uwezo wa kushambulia na kukaba kwa wakati mmoja. Michezo mitatu ambayo imekwisha kufanyika, mchezaji kama Akib Dennis, Yusuf Kagoma hawajawahi kupewa nafasi yoyote. Unahisi ni kwa nini hawapewi nafasi? Mipango ya mwalimu kama ameamua kuanza na wachezaji kadhaa ili wachezaji wakiingia kupata injury waweze kulikaba. Wanakwambia kwamba mchezaji wa 12 ni mshabiki. Ukiangalia kesho Morocco atakuwa ni yuko nyumbani, yeye ndio mwandaaji wa mashindano kwa sababu yuko nyumbani. Unahisi kwamba ile itakuwa ni nafasi kubwa kwa Morocco kuweza kushinda kwa sababu wao wako nyumbani na wanakuwa na mashabiki wengi kuliko sisi. Sisi vile tuko wazi, sisi tuko wazi. Sisi tutakuwa kwenye kanda umiza, tutavijaza kanda umiza ili tuweze kusupport timu yetu ya Stars. Taifa Stars anaendelea na anabaki. Stars tunaendelea. Kwa nini aendelee na kwa nini asibaki dhidi ya Morocco? Kesho wachezaji ndio wajitathmini, kesho ndio game ya mwisho. Kesho ndio tushinde. Kwa mara ya kwanza Taifa Stars ameweza kufika hatua ya 16 bora katika mashindano ya AFCON. Unahisi ni mbinu zipi ambazo wameweza kuzitumia kuliko miaka mingine ambayo walikuwa wakifeli? Msimu uliopita tulikuwa tunaenda kuzuia. Msimu huu tumejitahidi kila game tuna score goal. Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na wewe unalo la kuchangia, lakini kwa kudondosha comment yako ni Dar es Salaam Tanzania TV. Unaweza kusubscribe, lakini kusubscribe dondosha comment yako tuweze kujua unaenda na Taifa Stars, unaenda na Morocco, unaenda na Cameroon, Senegal au unaenda na Misri. Endelea kutufuatilia, ni Dar es Salaam Tanzania TV na mimi ni wako King Sharif, lakini nyuma ya kamera yupo Mr. Ezra.